Waziri Mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu ametangaza kuwa jeshi la ulinzi la Israel IDF limeharibu zaidi ya nusu ya mitambo ya kurushia makombora ya Iran. Katika mahojiano na shirika la utangazaji la umma la Kan Alhamisi hii, Netanyahu alisisitiza mkazo wa kimkakati wa kudhoofisha uwezo wa Iran wa kurusha makombora, akisema haijalishi sana wana makombora mangapi, kinachojalisha ni wana mitambo mingapi ya kurusha, na tayari tunakaribia hapo. Nafikiri tumeshavuka nusu ya njia, alisema. Hii inafuatia tathmini ya IDF iliyotolewa Jumatano iliyokadiria kuwa asilimia 40 ya mitambo ya kurushia makombora ya Iran ilikuwa tayari imeharibiwa, jambo linaloonyesha hatua kubwa katika juhudi za Israel kuondoa tishio la makombora ya Iran. Katika hatua nyingine, afisa mmoja wa Israel ameliambia gazeti la The Times of Israel kuwa Israel inatarajia rais wa Marekani Donald Trump atajiunga na mashambulizi dhidi ya mpango wa nyuklia wa Iran, na uamuzi unatarajiwa kutolewa ndani ya saa 24 hadi 48 zijazo. Matarajio ni kwamba watajiunga, lakini hakuna anayewalazimisha. Wanapaswa kufanya uamuzi wao wenyewe, alisema afisa huyo, akieleza uhusiano wa karibu na watahadhari kati ya Marekani na Israel. Wakati huo huo, vitisho vya hivi karibuni vya waziri wa ulinzi Israel Katz dhidi ya kiongozi mkuu wa Iran Ayatollah Ali Khamenei, ikiwa ni pamoja na kumuita Hitler wa kisasa, vimeripotiwa kuwa vinaenda kikamilifu na maagizo kutoka kwa Netanyahu. Katz huwa anatoa kauli zake kwa mujibu wa kile ambacho Netanyahu humwagiza, hafanyi kwa mapenzi yake binafsi, aliongeza afisa huyo, akionyesha mshikamano wa uongozi wa Israel katika msimamo wake mkali. IDF pia imeongeza juhudi za kulenga uongozi wa kijeshi wa Iran. Meja Jenerali Shlomi Binder, mkuu wa idara ya ujasusi wa kijeshi, amewaambia askari katika kituo cha amri kuwa IDF lazima wawinde makamanda wa Iran popote watakapokimbilia. Binder alieleza kuhusu kuuawa kwa Meja Jenerali Ali Shadman, kiongozi wa juu zaidi wa kijeshi wa Iran, mapema wiki hii, akisema kuwa IDF ilishambulia makao ya siri milimani kisha kufuatia na shambulio la pili baada ya saa 12 lililomlenga mkuu wa wafanyakazi wa Hatam al-Anbiya ambaye alikuwa amekimbilia eneo la milima karibu na Tehran. Meigeuza Iran kutoka kuwa mahali pa mbali kilomita 1500 kutoka hapa kuwa jeshi tunalojua jinsi ya kulikabili kama vile liko kwenye mzunguko wetu wa karibu, Binder aliwasifu wanajeshi wake. Alifichua kuwa mashambulizi ya awali ya IDF Ijumaa iliyopita yaliwaua makamanda 30 wa Iran, wakiwemo majenerali 8 wa ngazi ya juu na takriban wanasayansi 9 wa nyuklia, jambo lililodhoofisha kwa kiasi kikubwa uwezo wa Iran wa kijeshi na nyuklia. Hatua hii ya kuongeza mashambulizi inafuatia mfululizo wa mashambulizi ya makombora ya Iran dhidi ya Israel, yakiwemo yale yaliyoilenga hospitali ya Soroka huko Beersheba, hali iliyochochea dhamira ya Israel kuondoa kabisa tishio la nyuklia na makombora kutoka Iran. Kadri mzozo unavyozidi kuongezeka, matarajio ya ushiriki wa Marekani yanaongeza uzito mkubwa kwenye mgogoro huu. Wateja wako watarajiwa wanaangalia video hii. Kama biashara yako ingeonekana pamoja na unachokiangalia sasa, wengi wangegeuka kuwa wateja wako wapya. Tuandikie sasa info@snstz.com au WhatsApp pekee 0659 250 389. Tuifikishe biashara yako kwa wana SNS.